Yesu asifiwe, watumishi wa Mungu. Kipekee nichukue nafasi hii tena kukaribisha kwenye ibada hii ya masifu ya asubuhi, ya ibada ya Morning Glory. Karibu sana kwenye maombi haya ambayo tunaendelea nayo na somo ambalo tunatembea nalo. Kama nakumbuka, tumeanza tangu siku ya Jumatatu. Nikukaribisha sana mtumishi wa Mungu. Leo siku ya Ijumaa nikasema umuhimu wa kutokupoteza thamani yako, umuhimu wa kutunza thamani ambayo Mungu ameiweka ndani yako. Nichukue nafasi hii sana mtumishi wa Mungu kukaribisha kwenye ibada hii nzuri ambayo Mungu ametupa, na natamani sana nikukaribishe sana kwenye ibada hii nzuri. Mungu amenipa neema ya kwenda kuomba na watu. Mungu amenipa neema ya kwenda kuomba na watu. Natamani tu tukaombe, tukamshukuru Mungu kwa ajili ya asubuhi hii, tukamwambia Mungu asante kwa ajili ya afya, tukamwambia Mungu asante kwa ajili ya uzima, tukamwambia Mungu asante kwa ajili ya neema na kibali. Twende mbele za Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo anayeteli hai, ninasema asante kwa ajili ya mtumishi wako huyu, Bwana, ambaye anaendelea kufuatilia mafundisho yetu kila siku asubuhi. Ni siku nzuri kabisa, siku nzuri ya leo ya Ijumaa. Mungu umetupa nafasi kuiona siku ya leo, nami ninasimama kama mtumishi wako wakati una majira haya. Baba mwenye nguvu, Baba mwenye uweza, Baba mwenye mamlaka, ninaomba toba kwa ajili ya mama huyu, kwa ajili ya baba huyu, kwa ajili ya binti huyu, kwa ajili ya kijana huyu, kwa damu ya Yesu Kristo. Damu yako Yesu inaonena mema, ikanene mema, ikamsamehe, ikamrehemu. Ninasimama kama kuhani wako Bwana, ninasimama kama mtumishi wako kwa mamlaka na nafasi hii kama ulionipa mimi mtumishi wako na mjoli wako. Bwana, ninaomba toba kwa ajili ya dada huyu, ninaomba toba kwa ajili ya binti huyu, ninaomba toba kwa ajili ya kijana huyu, ninaomba toba kwa ajili ya mtumishi wako huyu, pale ambapo alikata tamaa, pale ambapo alivunjika moyo, pale ambapo alikosa matumaini. Baba, ninatubu kwa ajili yake. Kama inue tena, inue imani yake asubuhi ya leo. Bwana, tunakualika, tufundishe, tuelekeze, nami mtumishi wako nitumie kama chombo kusema na watumishi wako hawa, nami ninawaombea ni katika jina lako Baba, Mwana na Mtakatifu, amen. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Karibu tena kwenye ibada yetu nzuri ya Morning Glory. Kwenye ibada hii rafiki, nichukue nafasi kuendelea kukaribisha sana kwenye mafundisho ambayo tunaendelea kuyafundisha kila asubuhi. Nikukaribisha sana kwa majina, naitwa mtumishi wa Mungu Padre Festo Swege. Nikukaribisha sana mtumishi wa Mungu kwenye somo ambalo tunatembea nalo, tumeanza tangu Jumatatu, tunaendelea nalo leo. Leo tutaenda kuangalia dalili za mtu aliyepoteza thamani yake. Dalili za mtu aliyepoteza thamani yake. Hizi ni dalili kadhaa za mtu ambaye amepoteza thamani, ameondolewa thamani, imeondoka thamani, imetoweka. Dalili ya kwanza kabisa ya mtu ambaye amepoteza thamani, huwa anakuwa hana heshima. Hana heshima kwa Mungu. Yaani anakosa heshima mbele za Mungu. Unaposema anakosa heshima mbele za Mungu, hamheshimu tena Mungu. Kama alikuwa ni mtu wa kuomba, hawezi kuomba tena. Kama alikuwa ni mtu wa kufunga, hawezi kufunga tena. Anakuwa hana heshima, hamheshimu tena Mungu, hana hofu ya Mungu, haogopi chochote, ana uwezo wa kufanya chochote. Anakuwa hana heshima mbele za Mungu. Malaki 1 ule mstari wa 6 utasoma kwa muda wako. Leo tutasoma kwa haraka kwa sababu ya muda wetu, tutakuwa na muda mzuri wa maombi. Leo tutaenda kuomba sana, tutatenga muda wa kuomba. Lakini jambo la pili, dalili ya pili, nimekuambia dalili ya kwanza, anakuwa hana heshima mbele za nini jamani? Mbele za Mungu. Lakini jambo la pili, anaishi katika dhambi bila kujijua wala bila kujutia. Yaani anaishi kwenye dhambi, anaweza kama analewa wala hajuti, anazini wala hajuti, anaiba wala hajuti, anatukana wala hajuti, hana majuto ndani yake. Dalili hiyo ni dalili mojawapo kwamba huyu mtu hana heshima. Heshima yake imeondoka. Thamani yake imeondoka mbele za watu na mbele ya jamii. Kwa ni madhara na ni dalili hizi zinazoonekana wazi kabisa kwamba huyu mtu anakuwa hajuti dhambi anayoitenda. Warumi sura ya 6 mstari wa kwanza mpaka wa pili utasoma kwa muda wako. Jambo lingine pia, hana nidhamu. Hana nidhamu. Ana uwezo wa kufanya lolote mbele ya watu. Ana uwezo wa kufanya chochote mbele ya watu. Ukiona dalili, ujue huyo mtu heshima yake imeondoka. Hana heshima tena. Jamani, haleluya. Heshima yake imeondolewa. Jambo la tatu, nimesema jambo la 4, hana aibu ya kufanya mabaya. Ana uwezo wa kufanya jambo lolote baya na hana aibu, haogopi yoyote, haogopi mazingira yoyote. Kwa ukiona huyo mtu ana hizo dalili, msaidie sana kiroho, kumwombea, lakini pia kumshauri na kumfundisha ili heshima yake na kibali chake kirudi tena. Kumbuka, thamani yake irudi tena. Kwa hiyo nikasema mtu aliyepoteza thamani, huwa hizi ni dalili ambazo zipo. Kwanza, anakuwa na heshima, anakuwa na dharau, lakini hapa anakuwa hana nidhamu, hana aibu ya kufanya jambo lolote baya, anaweza kalifanya lolote jambo baya kwa watu. Ukisoma ile Yeremia sura ile ya 6 mlango wa 15, ana uwezo wa kufanya jambo lolote baya, hana aibu. Jamani, haleluya. Jambo lingine pia,
Hathamini muda. Anakuwa ni muda wote anaweza kulala nje, anaweza kufanya chochote. Ukiona hizo dalili, ni mtu ambaye jamani amefanya nini? Amepoteza thamani yake mbele za Mungu na mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe. Hana njaa ya Mungu. Hawezi kusikia kiu ya Mungu. Hawezi kusikia neno. Hawezi kusikia furaha ya kusikia neno. Hana kiu na njaa ya Mungu. Lakini jambo lingine, anajidharau. Anaweza kujidharau, kufanya chochote, kufanya lolote. Hesabu sura ya 13 mstari wa 33 utasoma kwa muda. Nimesema anajidharau, anaweza kujidharau, kufanya chochote. Namna ya kurejesha thamani yako. Jambo la kwanza, tubu. Thamani yako ili irudi, rudi mbele za Mungu kwa magoti, kwa kutubu, kwa kunyenyekea. Na mimi nitakuongoza sala ya toba leo. Tutapita kuomba sala ya toba. Tumwambie Mungu tusamehe. Kama kuna mali tulipoteza thamani zetu, hatuheshimiki kwa sababu ya kiburi, kwa sababu ya dhambi, kwa sababu ya mabaya, tunaomba Mungu tusamehe ili thamani zetu zikarudi tena. Heshima zetu zikarudi tena. Vibali vyetu vikarudi tena. Jamani, haleluya. Kwa jambo la kwanza, ili kurejesha thamani yako ama thamani yako irejee, nimekwambia jambo la kwanza, tubu. Ungama, tubu kwa dhati. Omba toba ya kina. Mungu nisamehe, mimi ni mwizi, niliiba, ndio maana nimesababishwa, ndio maana adui amenikamata. Tubu, kiri dhambi zako. Fungua kinywa na kiri kwa maneno yako. Jamani, haleluya. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19. Tubu. Nyenyekea. Omba toba. Jamani, haleluya. Jambo la pili, rudi kwenye neno la Mungu. Kaa kwenye mstari wa kusoma neno. Litafakari neno. Tenga muda wa kusoma neno. Zaburi ya 119 mlango wa 9 utasoma kwa muda wako. Lakini jambo lingine, jitenge na watu wanaoharibu maisha yako. Umeona thamani yako imeondoka, unataka kutengeneza kurudisha tena heshima yako. Jitenge na watu ambao wanaharibu nini? Watu wanaoharibu maisha yako. Kuna watu ambao unajua kabisa, nikiambatana na huyu tabia ya ulevi ndio maana inanifuatilia. Nikiambatana na huyu roho ya uwizi nakuja. Nikiambatana na huyu kiburi kinanijia. Jitenge na watu hao. Na mimi nitakuombea Mungu akutenge na watu wabaya. Ukisoma kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Paulo mtume kwa Wakorintho sura ya 15 mstari wa 33 utasoma kwa muda wako. Jitenge na watu ambao unajua hawa ndio wanaosababisha heshima yangu iondoke, thamani yangu iondoke. Jitenge na watu hao. Jamani, haleluya. Jambo la pili, jenga mahusiano yako na Mungu. Tengeneza mahusiano yako mazuri na nani jamani? Na Mungu. Jenga mahusiano yako mazuri na Mungu. Tenga mahusiano yako vizuri na Mungu. Anza kukaa vizuri na Mungu, kuomba, kufunga, toa sadaka, jiambatanishe na Mungu. Mungu atarejesha heshima yako. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine pia, ishi maisha matakatifu, ya utakatifu. Naposema ishi maisha ya utakatifu, kama unajua kabisa nilikuwa nalewa, nafanya mambo mabaya, anza kuishi kwenda kanisani, anza kusali, ambatana na watu wema, ambatana na watu wenye hekima. Mithali 27:17 anasema, chuma unoachuma ndivyo uso wako unoavyo uso wa rafiki ya. Tafuta watu wema, ambatana nao hao. Jamani, haleluya. Ishi maisha matakatifu. Jambo la mwisho, tambua wewe ni nani ndani ya Kristo. Lazima ujitambue kwamba hata kama nilitembea kwa mabaya, nilifanya mabaya, lakini mimi ndani ya Kristo ni yote. Yeye amesema ya kwamba ana uwezo wa kuniondolea dhambi, ana uwezo wa kuniondolea makosa, anaweza kuniondolea mabaya. Wakorintho wa pili sura ya 5 mlango wa 17. Kwa hiyo ni mambo kadhaa ambayo yatakusaidia mtumishi wa Mungu kurejesha tena heshima yako. Asubuhi leo natamani tukaombe, na leo tutaenda kuomba na watu, kuongoza sala toba. Wewe unayejua mimi kiukweli haya maisha sio ya kwangu. Nilikuwa naheshimika ofisini mimi. Nilikuwa napendwa na bosi wangu. Mume wangu alikuwa ananipenda. Mke wangu alikuwa ananipenda. Watoto walikuwa wananiheshimu. Leo siheshimiki tena. Nitaenda kuongoza sala toba, afu nitaenda kuomba maombi ya urejesho. Kurejeshewa thamani yako. Naomba unipatishe maombi haya. Sema, Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru Bwana. Asante kwa ajili ya neno hili. Nimelisikia ya kwamba kumbe thamani ya mtu inalindwa. Mimi nikaichezea thamani yangu. Leo nazalaulika, siheshimiki tena, sieleweki tena, sielezeki tena, na neno vibaya, natamkwa vibaya, watu wamenikataa, watu wamenichukia, ndoa imevunjika, bosi amenikataa, sina chochote tena, nimekata tamaa, siwezi kwenda mbele tena. Nasogea kwako Baba mwenye nguvu, ninaomba toba. Nipatisha haya maneno, sema ninaomba toba kwa ajili yangu. Yale maneno yote niliyotamkiwa na watu wabaya, ni kweli kabisa nilikukosea Bwana. Leo nimegundua, narudi kwako, naomba unisamehe. Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Futa jina langu mimi, taja jina lako. Mimi Festo, taja jina lako. Mwambie mimi naomba toba. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Yesu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima.
yale mabaya yote walioniandikia, wakanipandikizia na matabia mabaya na kesi mbaya na maneno mabaya. Hey Yesu, kwa mara hii tu naomba unisamehe, naomba unirehemu. Kama vile Samsoni alipokuja kwako, alipokosea, amegundua amekosea, akaondolewa nguvu na Mungu ukamsikia, ukamrejeshea nguvu, ukamrejeshea upako. Na mimi ninaomba Bwana, nirejeshe kwa mara hii, rejesha nguvu mpya, rejesha kibali kipya, rejesha neema mpya, rejesha ulinzi mpya, rejesha utisho mpya. Kile kilichopotea kikarejee tena. Futa jina langu Yesu kwenye kitabu cha hukumu, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Shetani sikia, kuanzia sasa ile thamani yangu ambayo umeikamata na idai leo, nadai thamani yangu, nikaheshimike tena, nikapendwe tena, nikaeleweke tena. Kibali kikarudi, kibali kwa mke wangu, kibali kwa mume wangu, kibali kwa watoto wangu, kibali kwa wadogo zangu, kibali kwa bosi wangu, kibali kwa wazazi wangu. Narejesha tena ile nguvu iliyopotea, neema iliyopotea, kibali kilichoondoka, kibali kilichoibiwa, narejesha tena. Hebu fungua kinywa chako, mtumishi wa Mungu. Wewe unajua ni wapi ambapo kibali chako kiliondoka, nafasi yako ikaondoka, thamani yako ikaondoka. Anza kuomba, mwambie Mungu, rejesha nafasi yangu. Mwambie naita nafasi yangu iliyokamatwa na watu. Kama ni pale ofisini watu wakakudharau, mwambie narudi tena, na nikirudi kwa mara hii nitarudi kwa ushindi. Sitafia hapa, nitainuka tena. Hebu omba hayo maombi na mimi nakuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, asante kwa kuwa wewe ni Mungu unayesikia maombi ya watumishi wako. Ninamwombea binti huyu ambaye alizalishwa akakata tamaa, akaona hawezi kuolewa tena, akaona umri umeenda. Ninamwombea mama huyu ambaye amekata tamaa, anaona hawezi kwenda tena. Ninamwombea baba huyu ambaye amekata tamaa, anaona hawezi kwenda tena. Ninamwombea baba huyu ambaye anaumwa, yuko hoi kitandani, ameona amekosa thamani, hawezi kuinuka tena. Naombea afya yake, naombea mwili wake kwa jina la Yesu. Wako wengine Bwana wameambukizwa yamkini magonjwa, wengine ni magonjwa ukimwi, amejikatia tamaa, ameona hana thamani tena. Ninasimama kama kuhani wako, ninaomba neema ya kuinuka tena, kamuinue tena. Haijalishi magonjwa ameambukizwa, haijalishi amekatishwa tamaa, haijalishi ameachwa mjane, haijalishi ameachwa yatima. Baba, kamuinue tena. Natamka upako wa kuinuka tena. Pokea neema ya kuinuka, pokea neema ya kuthaminiwa, pokea neema ya kubarikiwa, pokea neema ya kuthaminiwa. Mungu akuinue tena, usijikate tamaa. Wewe hautafia hapo. Maandiko yanasema kwenye kile kitabu cha Mika 5 ule mlango wa 8, usifurahi adui na rafiki zake. Rafiki yangu, usifurahi adui yangu, niangukapo nitainuka tena. Bwana, kama inue tena mama huyu, inua imani yake, inua ndoa yake. Waliomkatia tamaa kwamba ndo ameachika tena, hawezi kukaa kwenye ndoa, wakasema hawezi kuolewa tena, umri ndo umeenda. Ninatamka neema na kuinuka tena, akainuliwe tena, akathaminiwe tena, heshima ikarudi tena, kibali kikarudi tena. Pokea hiyo neema, pokea hicho kibali, pokea huo ulinzi, pokea hiyo nguvu, pokea huo upako. Endelea tu kuomba, mtumishi wa Mungu, endelea kuomba. Nasikia upako hapa, nasikia watu wanainuliwa hapa. Endelea kuomba, mwambie sitafia hapa. Hata kama niliumwa, hata kama nimeambukizwa, hata kama nina magonjwa, wakasema sitafia hapa kwa magonjwa ya pressure, kwa magonjwa ya kansa, waambie sitakufa wala sitafia hapa. Thamani yangu itarudi tena, afya yangu itarudi tena, nitaimarika tena. Natamka neema, pokea hiyo neema ya kuinuka tena. Pokea hiyo neema ya kubarikiwa tena. Pokea hiyo neema ya kurudishwa pale ofisini. Mbingu zikakutambulishe kwamba wewe ni wa Bwana, kwamba utalindwa na Bwana, kwamba utatendwa na Bwana, kwamba utalindwa na Bwana. Neema ya Mungu iwe juu yako. Nami nakuombea, Mungu akubariki. Mbingu ziwe upande wako. Jithamini tena, jikubali tena, usijidharau tena, jikubali tena. Songa mbele, wala usiangalie mazingira. Nami nakuombea ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana, mtumishi wa Mungu. Usiache kuendelea kufuatilia mafundisho yetu kila siku asubuhi. Endelea kuomba, usiache kuendelea kuomba, na Mungu wetu ni Mungu anayesikia, Mungu wetu ni Mungu anayejibu. Basi shika sadaka yako. Leo ni siku ya mwisho ambayo tunahitimisha maombi yetu, siku ya Ijumaa. Lakini pia usiache kuendelea kufuatilia kila siku kwenye YouTube channel hii, lakini pia kila siku maombi haya yanapita kwenye ibada yetu nzuri ya Morning Glory. Fuatilia mafundisho, endelea kuomba, nami nikuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, ninamwombea mama huyu, namwombea na binti huyu na kijana huyu ambaye ameshika sadaka yake ya kukushukuru. Bwana, nasimama kama mchungaji, kama mtumishi wako. Mungu, ninamwombea mama huyu ambaye ameshika sadaka yake, ambao Bwana naitoa kwako kwa ajili ya kurejesha heshima. Kama kuna watu walitoa sadaka mbaya ili kuondoa heshima yake, kuondoa thamani yake, sadaka hii Mungu ikamtetee, sadaka ikamtetee, ikampigania na kumlinda, sadaka ikamuongezea kibali na kuheshimika na kuinuliwa. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana, mtumishi wa Mungu. Mungu akulinde, Mungu akutunze. Uwe na asubuhi njema, asubuhi ya baraka, asubuhi ya furaha. Mbingu ziwe upande wako. Amen.